huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Musa. Msingi halisi wa kwake yeye Mungu aliyefanya tuweko mahala hapa, hatutapungukiwa. Utii ni bora zaidi kuliko dhabihu. Kwa tunapopeleka dhabihu mbele zake Mungu, lazima mioyo yetu ikikaa kwenye utii wa kiwango cha hali ya juu na imani yake, hatutapungukiwa watu wa Mungu. Kwa sadaka zikiwa zimebeba mioyo iliyo safi, mioyo ya utakatifu, mioyo iliyoridhiwa, mioyo isiyo na choyo, hatutapungukiwa. Shida ya kanisa ni choyo. Kupona kwenye roho inayobeba choyo, hatutapungukiwa watu wa Mungu. Narudia tena, kanisa, waamini, tukiweza kupona kwenye roho ya choyo, Mungu wa urejeo, Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu atafanya makubwa sana kwako. Lakini vita iliyo kubwa zaidi niyo ya kupambana namna ya kumtolea Mungu sadaka. Heri kutoa kuliko kupokea. Tunaposema Yesu ambaye ni Kristo amerejea, tunamaanisha sasa kwamba ufahamu tunao, na huo ufahamu tuupe nafasi utuongoze, utukumbushe yatupasayo kuyatenda ndani ya ibada zetu mbele zake Mungu wa urejeo, ili tuweze kutawala na kumiliki. Watu wa Mungu, hii ni ahadi ya Mungu, ameitoa kwamba ni lazima tutawale na kumiliki. Lakini katika kutawala na kumiliki, roho ya choyo inaangaliwa sana ndani ya mioyo ya kanisa. Choyo. Ndio maana unakutana na kanisa linapenda kumuomba tu Mungu, linapenda kuomba tu mbele zake Mungu, haliwezi likamshukuru Mungu kwa matendo makuu. Kanisa haliwezi likamfanyia ibada Mungu kwa njia ya sadaka, haliwezi kanisa. Ndio maana leo unashuhudia kanisa halina matokeo. Watu wanasali sana, watu wanamwendea sana Mungu, lakini hakuna matokeo. Tunatakiwa tufanye ibada, watu wa Mungu, zenye tija, zinazoleta matokeo. Hatuwezi tukabaki na historia tu kwamba Agano la Kale Mungu alibariki. Hapana. Tubadilike kanisa. Hakuna ibada ya Mungu yoyote isiyoambatana na sadaka. Lakini tukumbuke kusudi la sadaka ni kwa sababu tunatakiwa kukutana na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ndio silaha pekee itakayokuvusha kutoka kwenye hiyo changamoto unaopitia,
kwenye hayo maisha unayoyapitia. Ndani yake lazima tujue kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotutendea kwa njia ya sadaka. Kumbuka sana hilo kanisa. Vile wanadamu wanavyopenda kufanyiwa, asili yake ni kiti cha enzi. Yale unayoyaona watu wa mataifa wanapenda kufanyiwa, asili yake kiti cha enzi. Usipokuwa na roho ya kumrejea Mungu na kumshukuru kwa matendo makuu aliyoyatenda kwa njia ya sadaka, tutabaki pale pale. Lakini uzuri wa Mungu wetu wa urejeo, hana utali wa kuona sisi tukibaki pale pale. Yeye anataka aone tukienda mbele. Ndio maana siku zote na mara nyingi nasema, mimi kama mtume niliyetumwa, niliyekabidhiwa nyinyi watu wa Mungu, napenda kuona ukifanikiwa. Ogopa sana ukiwa na mtumishi mwenye roho ya choyo, ni mbaya sana. Kanisa choyo. Kuta mtumishi anapenda kupokea tu. Kupokea. Tunapomjadili mtumishi au kuhani wa Mungu, yaani Mungu asili yake ni kutoa, sio kupokea. Kumbukeni, mwanzilishi wa ibada ya utoaji ni Mungu. Kwa upendo wake alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya kwetu sisi, ili tuweze kuokolewa, ili tuweze kukombolewa. Kumbukeni, hii ni huduma ya uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Kumbuka hilo. Kwa pale tunaposema mioyo yetu imeridhia kumpa nafasi huyu Kristo wa urejeo ndani ya ukoo mpya wa Mwansasu, asili yetu, kumbukeni, ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Ndio Mungu mwenyewe ambaye asili yake ni kutoa. Kwa nini wewe ni mchoyo? Kwa nini wewe ni choyo? Watu wa Mungu, vilivyopo haviwezi vikaongezeka kama tutaendelea kukaa na mioyo ya choyo. Mbingu zinalitazama sana hilo, hasa wakati unapofika wa kumfanyia ibada Mungu. Kwa sababu tuko mahali hapa ni kwa sababu kuna vita katikati yetu. Lakini tutakombolewa na nini? Na damu. Shida zitatolewa na nini? Na damu iliyomwagika pale msalabani. Watu wa Mungu, wenzetu wa mataifa wako juu sana, wanajua wajibu wao. Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana, lakini katika ushindani wa hizi falme zinakutegemea wewe mwanadamu, moyo wako. Nani unempa nafasi akae humo? Ni ufalme wa Mungu wa miungu au ni ufalme wa giza wa upande wa pili? Hilo litazame sana kwenye maisha yako. Lakini kanisa limempa nafasi giza, ufalme wa pili. Ndio maana ni choyo. Watu ni wachoyo. Watu ni wachoyo. Watu ni wachoyo. Na haya yote ni kwa sababu
sisi kama watumishi au makuhani wa Mungu hatujapona. Makanisa mengi, Wakristo wengi, makuhani waliotumwa na Mungu bado hawajapona. Ni chanzo cha kulea hii roho ya choyo. Unakutana tu mtumishi mwenyewe naye asili yake ni kupokea tu. Kupokea tu. Mtumishi wakati wa sadaka ukifika mwenyewe anasuasua. Ukimwona anavyoshika mkono kwenye sadaka, ajiamini. Wewe ukitaka kujua mtu huyu ni mchoyo, anavyoenda kutoa sadaka, ajiamini. Ulize jirani yako, mwenzangu, unajiamini? Kwa unakutana na watumishi makuhani wa Mungu ni chanzo. Mtume Paulo anasema yeye agizo lake la kwanza ili kazi yake ya kitume iweze kufanikiwa, alikumbuka kauli ya Bwana Yesu kwamba alimwagiza akasema, ni heri kutoa kuliko kupokea. Na hilo neno aliweza kutembea nalo ndani ya utume wake, na ndiyo maana kukawa na matokeo. Kanisa wengi, hata watu wengine hawataki kuokoka, ni kwa sababu hilo. Hakuna mabadiliko. Ukimwona mchungaji mwenyewe, ukimwona mtumishi mwenyewe, kuhani mwenyewe alivyo, ni shida. Kwa sababu nini? Ana choyo. Wakienda kwenye tujumba hata waumini wao wakifungashiwa ndio wanajisikia. Unakula choyo, mtumishi wa Mungu. Unakula choyo. Kwa sababu wewe mwenyewe sio. Kuna siku kanisa litanielewa, lakini sasa nasimama na kulitamka ili kwa ajili ya watumishi wa Mungu na waamini wao. Ni kwa sababu mimi ni mtume. Kristo amerejea, na katika urejeo anataka kuona kanisa likifanikiwa. Kanisa likipokea mbaraka kwa kiwango cha hali ya juu. Kumbuka hapa, kwa kiwango cha hali ya juu. Watumishi tulio wengi ni wachoyo, na ile roho inapanda. Uwezi ukatoa kitu ambacho huna. Na maanisha hivi kwa sababu sisi watumishi tulio wengi ni wachoyo, tunapenda kupokea. Manake kanisa halitakuwa na matokeo kwa sababu sisi sio watoaji. Sasa mimi nitakuponyaje wewe? Nitakubarikije mimi wewe wakati mimi mwenyewe kuna shida ya kubarikiwa, wakati asili ya kubarikiwa ni kutoa. Neno heri manake ni baraka, ni kuzidi. Heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo ili kanisa tuweze kufanikiwa zaidi, hapa alipopafanya huyu Mungu wa Mwansasu pazidi, hebu tuue zaidi hiyo roho ya choyo. Baba Prophet B. Joshua wakati anapokelewa mbinguni, yani ilikuwa ni furaha moja, sherehe moja kubwa sana. 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 Hiyo ibada ipo. Kumbukeni kuna siku nimekuambia hapa kwamba niliambiwa nipeleke mafaili, na kweli nikaa napokelewa kwenye kiti cha enzi na mitume wenzangu kwa karne ya kwangu. Ile ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kulifanya kanisa ili liweze kufunguka kwenye hili anga. Nilipokelewa. Asante kwa kazi kubwa ulioifanya karne ya 21. Mafaili mengine yakana dondoka. Kazi ilikuwa kubwa, watu wa Mungu. Kanisa lilikuwa linafeli kwa sababu linajiendea tu. Na uwezo ukatengeneza barabara yenye lami bila greda kupita mara. Miungu ilijiandaa
Mizimu ilijiandaa kuharibu kanisa, lakini karne ya 21 ndio maana tunasema Yesu ambaye ni Kristo amerejea kwa kupitia ukoo wa Mansasu, na tumeahidiwa watu wa Mungu kwamba tutatawala na kumiliki. Amini, funguka, pokea ufahamu mpya. Unapoondoka umemaliza safari yako, uondoke umeacha nini hapa duniani? Tunatakiwa tuiache familia ambayo hazina shida. Leo hii familia zetu zianze kurudi mwa waganga kwenye miungu. Kweli kazi kubwa iliyofanyika hii. Pale Mungu anapoonekana kwenye familia yako, kumbuka sana kumshukuru kwa njia ya sadaka. Mimi ni watu wa Mungu, tukumbuke sana tulivyo navyo, tulivyopewa ni vidogo sana, vipo vikubwa vimeandaliwa. Kumbukeni anenena asimie ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Hebu amini, fuata haya maelekezo, fuata. Na mara nyingi neno la Mungu likiachiliwa lazima liwe na matokeo. Hili ni neno. Ufahamu unaoachilia kwa ibada ya leo ni neno, ndo Mungu mwenyewe. Ni lazima liwe na matokeo. Wewe fanya. Bila watu wa Mungu, shida tulionayo hatufanyi, na kama tunataka kufanya hatuna imani. Tunajua nena ni huyu tu Mansasu. Hapana. Jenga imani ya kiwango cha hali ya juu. Mungu anavyo vingi sana. Moyo wa shukrani ni msingi mmoja mkubwa sana. Kama unaweza kukumbuka ulikotoka, lazima roho ya choyo itakuachilia tu. Lazima. Nenda uendako, nenda uendako. Lakini ukiwa we nani siwabena mnamtige fiansage, yani ukiwa wa namna hiyo wewe, usitegemee. Talishwa na masiafu, na mwisho wa masiafu kisha kula. Tunda la Roho, tunda la Roho. Upendo ni maisha, na maisha ni upendo. Tukizingatia ili, na hili neno katika hii karne liliachiliwa mbele ya mtumishi wa Mungu Prophet TB Joshua. Liliachiliwa ndani yake. Msifikiri limetoka wapi mpaka limekuja limepandwa kwangu. Kwani Mungu ameliachia kwa njia hiyo. Wanafunzi wa Yesu waliambiwa wanafanana na baba yao. Ni nini? Ni tabia. Wakristo ni tabia. Kama Mungu ni mtoaji na wewe umekubali kwamba yuko ndani mwako, wewe mbona unachoyo? Hatujachelewa. Kristo amerejea. Tumepewa hiyo miaka 1000. Tumeambiwa tutatawala na kumiliki. Ufahamu umeachiliwa. Kama jana ukuwa hivyo, naamini baada ya kusikia hili neno la leo, neno lililo hai, lenye nguvu, naamini maisha yako yamebadilika. Haleluya, haleluya. We kubali tu Kristo wa ukweli akae ndani mwako. We kubali. Ukisha kubali ukatembea kwenye msingi wa kutoa sio kupokea, yaani utaona maisha yako yanavyobadilika. Leo hii wewe unaomba, maana yake utapata kwa nani? Mungu ni roho, ataachilia. Ndio maana tunaomba biashara zetu ziongezeke. Si tunataka wateja waongezeke? Ndani ya wale wateja ni Mungu ameingia kwa kusudi la kuongezeka kwako. Mungu haji ashuki kama kimondo. Hii ndo karne, ndo amekuja hivi. Narudia tena, Mungu wa kweli ashuki kama kimondo ndani ya Mansasu.
ukoo mpya ndo ameshuka. Amini, na ukiweza kuamini utaona mabadiliko ya maisha yako kwa njia ya Kristo. Tukiweza kuyapokea haya, tutaona vilivyo vingi ambavyo Mungu ataendelea kuvitenda kwenye familia zetu. Ni wakati wa familia zetu kubadilika. Ni wakati wa mataifa washuhudie. Unaposema Hosana, mkombozi amekuja, ninatawala na kumiliki, wakutazame watu wa Mungu. Nasikia mahala fulani mnamofanya shughuli watu wanasema tuone mnaotawala. Acha kujizalilisha wewe. Acha mtu wa Mungu. Acha. Unaposema kweli natawala na kumiliki, watu waone. Watu waone. Sijui wewe, lakini mimi mwenzio natawala na kumiliki. Na wanashuhudia, sijui wewe. Sio nikaa jasiri mimi kuongea hapa kitu ambacho sikiishi. Unajua hivi vitu bwana, wewe ukawa unasema tu. Uwezi. Mimi mwenzenu natawala na kumiliki. Sijisifu, na mtukuza Mungu wangu. Msione ni kwa nini kwa natoa sifa za moyo wangu. Sikuwa hivi. Usione kwa nini yani ukaona yani chozi limetoka. Yani sikuwa hivi mimi. Mimi sikuwa hivi. Sikuwa hivi. Sasa kama mwenzangu bado uko hivyo hivyo, sijui. Mimi sikuwa hivi. Mimi natembea na sera moja ya kiungu ya Mungu ya urejeo. Lazima mtumishi wa Mungu wa kweli anayemtumikia Mungu lazima asomeke. Lazima. Mimi ndo nilichotumwa nacho kwa gharama yoyote. Kwa gharama. Kanisa limeteseka mno. Natawala na kumiliki wakikuangalia. Nasikia wanasema hao. Cheni kulizalilisha kanisa. Nguvu ya kweli imeshuka. Watu tunawaambia toeni shuhuda, anaogopa. Hivi wewe. Hivi najua nyinyi mnaona kama mimi mjinga sana ninaposema maisha yangu nikiwa hapa mbele. Mwenzao ndo nakwenda hivyo. Mimi sikuangalii wewe unicheke si useme mimi ndo nakwenda hivyo. Kwa viwango vingine. Nawaambia mimi navuka na nimevuka. Mimi niko kwa viwango vingine. Umeelewa? Mimi niko kwa viwango vingine. Hata nikisema sana natazama ni mtumishi anayejidai, sijidai. Anenena si mie, ni yule ambaye ni wa viwango vingine yuko ndani mwangu. Haleluya. Haleluya. Unaposema unamtumikia Kristo wa urejeo, lazima uonekane. Lazima uonekane. Haleluya, mimi ni mtumishi wa Mungu anaangalia kuanzia chini mpaka juu. Mtaani utasikia hao wamekuja. Hatujachelewa, ni wakati umefika. Hii ni karne ya 21. Nimetumwa kwa ajili ya kulibadili kanisa. Yoyote atakayesikia ujumbe, hawe mtumishi wa Mungu, hawe muamini, akiweza kuamini kwamba kweli ndani ya ukoo mpya wa Mwansaso ufahamu umerejea wa Yesu ambaye ni Kristo, kuna kutawala na kumiliki, akisimama, wa mataifa watamshangaa. Watu wa Mungu mnakoishi watawashangaa. Shida mnayo hamtaki kubadilika. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Narudia tena, wokovu ni mabadiliko ya tabia. Mmenielewa watu wa Mungu? Tukiweza kukubali hilo kwa tabia kwamba sasa ni kweli nimeamua kuwa ndani ya Yesu ambaye ni Kristo, hakuna kitakachoshindikana. Tunahitaji kushindana. Sehemu tunazofanya biashara tunahitaji kushindana. Tuache kucheka, tuache uzembe. Mmenielewa? Mmenielewa watu wa Mungu? Mungu anasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa.
tuache kuombaomba, tutafuta. Ndio maana ule ujumbe bilileo, tafuta, force, ingia, acha hofu, acha uoga, ingia. Mungu yuko pamoja nawe. Amesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Ufalme wake umetekwa, manake umepotea. Tunatakiwa tulazimishe. Mimi ni watu wa Mungu. Kwa la msingi tuache kulalalala, tufanye kazi. Tukifanya kazi kwa nguvu zote tutaona matokeo. Tangu enzi za Yohana hata na manabii, ufalme wa Mungu unapatikanika kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Nawaambia kweli. Wewe mama huko hapa, wewe wa Rupembe, uliotoka Rupembe, nilikuwa nafanya kikao na wewe hapa juzi. Wewe huko hapa, si uliona hapo wakati naongea na wewe kilitokea nini? Mungu ananikumbusha anapojadili kwamba ufalme wa Mungu utekwa na wenye nguvu. Nilikuwa namaanisha nina nguvu, ndio maana nina uwezo wa kuharibu madhabahu yako ulikotoka, toka kizazi cha kwanza. Si uliona kilichotokea? Nilikiona. Nilikiona. Kilitokea nini? Tulipokaa kwenye kikao, kiti kilivunjika. Nimekaa mimi kwenye kiti naendesha kikao, huyu mama na binti yake na binti yangu pembeni wamekaa huku, mimi nimekaa hivi kwenye kile kiti. Ninapofikia hatua ya ushindi wa kuharibu madhabahu yawa, kiti nilichokalia mimi, mtikisiko uliotokea na kikavunjika, mimi sikudondoka, chenye kikapasukia huko. Tangu enzi za Yohana na manabii, ufalme wa Mungu upatikanika kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Hakuna vitu vya hivi. Huwezi ukaingia kwenye ufalme wa mtu wakati huna nguvu. Tumetumwa kwa ajili ya kubadili mfumo wa kutawala na kumiliki. Kanisa lazima litawale na kumiliki. Tufanye kazi. Tunapomwendea Mungu, tunapoenda kufanya kazi, tujenge imani. Tuko vitani kanisa. Umeelewa? Tuko wapi? Tuache kulialia. Tunajua kanisa likiombaomba, likanena na kwa lugha, unajua umemaliza wewe. Ombeni nanyi tapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuta, force. Wakati tunacheza mpira una force goli. Kuna nyakati zikifika, kwa lolote lile, goli la mkono, goli la nini, twende. Refa hajaona kati, mimi ni mshindi. Haleluya. Haleluya. Karne tulionayo ni karne ya ushindi. Mimi kama mtume, Mungu amesema niwaambie, huo ndio ufahamu. Tukiweza kuupokea, maisha yetu yatabadilika. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Ukiona upendo unakosekanika ndani mwako, hutakuwa na maisha, manake huna Mungu. Muulize jirani yako, vipi mwenzangu, Mungu unaye? Muulize tena, anasemaje? Mwangalie toka chini mpaka juu. Mwambie shika neno. Mwambie tena. Mwambie tena. Na ukalitendee kazi. Na ukalitendee kazi. Haleluya.